Na wewe kupata nafasi ya kwenda hospitali? Sikupata nafasi. Ulikuwa wapi? Nilikuwa Dodoma. Alafu sofa mzee alikuwa hapendi watu wamtembelee hospitali kabisa. Alikuwa hataki. Na kakaangu ndo mara nyingi alikuwa anaenda. Kaka yetu mkubwa. Unajua Wasukuma wana watoto wa kiume. Kwa hiyo ndo alikuwa anapata bahati. Yeye na baba yetu mdogo mwingine. Na mama? Mama hakupata bahati. Hakuwa anaenda? Hakuwa anaenda. Sababu na yeye kipindi kile bahati mbaya alikuwa anaumwa pia. Alikuwa anaumwa. Lakini yeye aliwahi kupona. Kwa hiyo siku anafariki, mama alikuwa wapi, wewe ulikuwa wapi? Siku mzee anafariki, mimi nilikuwa Dodoma. Mama alikuwa Dar es Salaam. Lakini too bad. Tuseme yani taarifa tulipata kama mlivyopata nyinyi hapa. Kweli? Kabisa. Kwangu mimi taarifa nilipata kwenye mtandao. Kabisa, lakini wenzangu nahisi hawakutaka kuniambia mapema. Kama nakumbuka ilikuwa jioni. Sikosei lakini kama jioni hivi nakumbuka niliona kama gari la babangu mdogo Dodoma limepita. Nikampigia simu nikamwambia baba, mbona kuna nini? Yaani nahisi kama moyo mzito. Akasema hamna, wewe mawazo yako tu. Mbe tayari alikuwa ameshajua kwamba hali ya mzee sio nzuri. Vipi jamani, tupeni taarifa. Hamna. Kakaangu nakumbuka naye akanipigia simu. Yes, uko sehemu nzuri. Nikamwambia sasa kesho inabidi uje Dar huko. Uje ukaa na mama umfariji. Unajua tena mama ametoka kuumwa na mzee hivyo anaumwa, kae naye. Akasema okay, hamna shida. Jessica anasema taarifa ya kifo cha baba yake aliiona kwenye ukurasa wa Instagram wa Millard Ayo kama ilivyokuwa kwa Watanzania wengine.